Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani ipo katika mazungumzo na India kwamba wanaitaka India inunue mafuta kutoka Venezuela. Hata hivyo, imeendeleza ushawishi juu ya ununuzi wa mafuta ya Venezuela badala ya Urusi. Balozi wa Marekani huko New Delhi amesema Marekani ilitoa leseni kwa maeneo mawili ya kibiashara katika usambazaji wa mafuta yanayozalishwa Venezuela baada ya kumteka nyara kiongozi wa taifa hilo la Amerika ya Kusini Nicolas Maduro mapema Januari na kufikia makubaliano ya usambazaji na rais wa mpito Delcy Rodriguez. Washington imekuwa ikitumia mazungumzo ya kibiashara yanayoendelea kushawishi New Delhi kuachana na usambazaji wa mafuta ya Urusi, ambapo sasa wanaitaka India iwe inanunua mafuta kutoka Venezuela. Marekani imeshaweka wazi kwamba mafuta ya Venezuela yatakuwa chini ya mamlaka yao, na hivyo mnunuzi yoyote lazima afuate taratibu ambazo Marekani itakuwa imeziweka. India na Uchina zilikuwa wanunuzi wakuu wa mafuta ghafi baada ya Amerika na EU kuiwekea Moscow vikwazo kutokana na kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine wa mwaka 2022. Balozi wa Marekani Sergio Gore aliwaambia waandishi wa habari mjini New Delhi kwamba idara ya nishati ya Marekani inazungumza na wizara ya nishati ya India kuhusu kununua mafuta Venezuela, na tunatarajia kuwa na habari fulani hivi karibuni. Mapema mwezi huu rais wa Marekani Donald Trump alitia saini agizo kuu la kuondoa ushuru wa 25% alioweka kwa India mwezi Agosti mwaka uliopita kutokana na kuagiza mafuta ya Urusi. Trump alidai kwamba alifanya hivyo kwa sababu New Delhi ilikubali kusitisha usafirishaji wa mafuta kutoka India, na sasa New Delhi itakuwa msambazaji wa mafuta ya Venezuela kama ambavyo rais Donald Trump alitangaza. New Delhi haikuthibitisha kamwe kwamba ilikuwa imeahidi Washington kwamba itaachana na mafuta ya Urusi. Waziri wa mambo ya nje wa India Jaishankar alisema wakati wa mkutano wa usalama wa Munich wiki iliyopita kwamba viongozi wa nchi yake wanafuata uhuru wa kimkakati na kufanya maamuzi katika sekta ya nishati ambayo wanahisi ni kwa maslahi yao kulingana na uchambuzi wa gharama na hatari. Moscow pia ilisema kuwa haina habari kuhusu India kusimamisha usafirishaji wa bidhaa za Urusi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova aliwaambia waandishi wa habari wiki hii kwamba ununuzi wa mafuta unaendeshwa na uwezekano wa kibiashara. Nadhani sisi na wewe hatuna sababu ya kuamini kuwa India imerekebisha njia zake. Mapema mwezi Februari, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alishutumu Marekani kwa kutumia hatua za kulazimisha ambazo haziendani na ushindani wa haki katika msukumo wake na udhibiti wa njia kuu ya kimataifa ya nishati na kutawala uchumi wa dunia. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo wakati huu India pamoja na Urusi wamekuwa wakizungumza ni namna gani wataweza kuhakikisha mafuta ya Urusi yanasafirishwa katika maeneo mengi duniani. Basi endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini moja kati ya jambo kubwa ambalo wakati huu Marekani inataka ni kuitaka India iwe msambazaji mkuu wa mafuta kutoka nchini Venezuela, na hapo ndipo ambapo Marekani inataka kupata faida kutokana na uuzaji wa mafuta ya Venezuela, kama ilivyosema kwamba mafuta ya Venezuela ni sehemu ya rasilimali zake wakati huu. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein.